Ndugu viongozi wa serikali, familia ya marehemu, ndugu jamaa na marafiki wa Tanzania wenzangu, tumekusanyika hapa kwa huzuni kuu na mioyo iliyojaa majonzi kuaga rasmi mmoja wa watumishi wa umma waliotumikia taifa letu kwa uadilifu, uaminifu, busara na moyo wa kizalendo wa hali ya juu, hayati Mzee Cleopa David Msuya. Nimesimama mbele yenu leo si kama miongoni mwa viongozi wenzake wa zamani, bali kama ndugu, rafiki na mshirika wa karibu katika utumishi wa taifa letu. Nimemfahamu Mzee Msuya zaidi ya nusu karne au miaka 50. Tulifanya naye kazi pamoja katika nafasi mbalimbali za serikali. Na nimejifunza mengi kutoka kwake. Nimejifunza mengi kuhusu uongozi, nimejifunza kwake kuhusu nidhamu kazini, nimejifunza kwake kuhusu kutanguliza mbele maslahi ya taifa badala ya maslahi ya mtu binafsi. Mzee Msuya alikuwa mtu mtulivu, asiye na papara, mwenye hekima ya hali ya juu. Alikuwa ni kiongozi aliyesikiliza kwa makini kabla hajazungumza, na kila alipozungumza alizungumza maneno yenye busara na yenye mshiko. Katika kipindi cha utumishi wake alishika nyadhifa mbalimbali zenye uzito mkubwa wa madaraka, ikiwa ni pamoja na kuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nyadhifa zote hizi alijipambanua kwa umahiri wa kupanga sera, udhibiti wa matumizi ya rasilimali na usimamizi wa uchumi wa taifa. Nilifanya naye kazi kwa karibu sana, hasa katika kipindi kigumu cha uchumi ambapo tulilazimika kuchukua hatua ngumu kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Mzee Msuya alikuwa ni mtu jasiri na mwenye maono. Hakuyumbishwa na vishindikizo vya ndani ya nchi wala nje ya nchi. Alisimamia misingi ya haki, uwajibikaji na uwazi, na alithamini sana mashirikiano ya kitaifa. Mbali na kazi ya serikali, Mzee Msuya pia alishiriki kikamilifu katika siasa za nchi yetu kwa weledi mkubwa. Alikuwa mwanachama wa TANU kwanza na baadaye CCM, na daima alihimiza siasa za hoja, maadili na heshima kwa kila mtu. Alikuwa ni daraja la kizazi cha waasisi na taifa la kizazi cha vijana viongozi wapya. Tanzania imepoteza hazina. Sisi tuliobaki tunabeba wajibu wa kuendeleza misingi
aliyoisimamia, aliyoiamini na kuisimamia. Tunapoomboleza leo na kisha kwenda kumzika kwenye nyumba yake ya milele, tuendelee kumwenzi kwa vitendo vyetu vya kuwa waadilifu, wanyenyekevu na wenye kuzingatia umuhimu na kuliweka taifa letu mbele. Pumzika kwa amani. Mzee Cleopa Msuya, umemaliza wajibu wako kwa heshima na hofu ya Mungu. Taifa linakushukuru. Asante. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.